Online TV. Natambua sasa hivi ni kipindi cha uchaguzi. Joto ni kubwa. Na bahati nzuri leo tumekutana hapa kamati ya mkoa na kamati ya wilaya. Mwenyekiti, mimi nikuhakikishie ukalale usingizi. Ubungo itabaki salama. Hakuna atakaye kusumbua kuja hapa kusuluhisha migogoro wakati sisi tupo. Uchaguzi ni zoezi kama zoezi lingine. Kama ulikuwa kiongozi umefanya kazi yako itakubeba. Hukufanya. Kama ulikuwa diwani hukufanya. Tunachagua kutokana na uwezo, tunachagua kwa sababu ya uadilifu. Tunachagua kwa sababu umeamua kuitumikia nchi yetu. Bahati nzuri taarifa ziko kila mahali. Natambua kila mtu anakuambia Ubungo pale pako hivi, Ubungo anaenda kugombea fulani. Wewe gombea, ni haki yako. Lakini gombea usikivuruge chama. Gombea usiharibu sisi. Kwa mwenyekiti, mimi kama kamisa wilaya ya Ubungo, mezani kwako utapata taarifa ya kila mwana sisi. Anapolala, anapooga, anapoamkia. Tutapekua kila mtu. Hatutapata watu wa hovyo. Sio Ubungo hii. Tutakuletea mtu jinsi alivyo na sivyo anavyojionyesha yeye. Chama kitachagua mtu kutokana na taarifa zake. Kwa sisi tuko kazini. Na ndio maana mimi sijawa na muda wa kupoteza, niko hapa kuhakikisha kwamba tuna uchaguzi mbele yetu, ni lazima tukafanye kazi. Huwezi ukakaa unalala unasema nina siku 14 za kupumzika. Nani akufanyie kazi wakati wewe unapumzika kusubiri siku 14? Mheshimiwa Rais halali, mimi kwa nini niende nikalala? Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tukuhakikishie kwamba Ubungo itakuwa salama. Kama kuna makundi, hamna kundi litakalobaki salama. Na mimi mwenyekiti sina kundi wala sina sababu ya kundi. Na wala asithubutu mtu yoyote, saa yoyote, uwe mbunge, uwe mwenyekiti wa wilaya, uwe katibu wa wilaya, kutaka kuniingiza kwenye kundi lako. Usithubutu. Kwanza nitakutaja mchana kweupe. Sina kifua, sina aibu, sina hitani. Ukinishirikisha jambo lako kwamba mbunge afanye kazi, wewe ndio tumekupa cheo cha kupanga nani anafanya kazi kibamba. Kwamba mwenyekiti wa wilaya anataka kugombea, umemzuia, si akagombea, kwani akitaka kugombea si yeye? Msihangaike kuniletea taarifa. Kama anataka kugombea, pata utaratibu ule kwa wanachama wa kugombea. Kama unataka diwani ukamtoe mahali, nenda mchana. Utaenda usiku, utapigwa jiwe, tutaanza kuhangaika kwamba umevamiwa, kumbe umeenda kwa upuuzi wako wa kutafuta kura usiku. Tutakukamata, unapita usiku uko na wajumbe na vibahasha vyako, tutakuweka ndani. Mimi hata ukinipigia mwenyekiti kwamba mtoe diwani, kama ni mtoa rushwa tu. Usije tukafanya michezo kukivuruga Chama cha Mapinduzi. Unataka uongozi, toka mchana kweupe tukuone ili tukujue. Unataka uongozi, acha kusingizia wenzako. Acha kuwatengenezea ajali. Acha kuwatengenezea fitna. Tunataka kiongozi ambaye unajiamini, simama. Kama kweli ni kiongozi, sema ukweli tukujue. Lakini usiende ukafika kule unawatengenezea watu ajali. Lakini watumishi wangu mwenyekiti, hakuna atakayeenda kuingia kwenye mchakato kuvuruga chama chako. Awe ni mkurugenzi, awe ni nani, abaki kufanya kazi yake ya kitaaluma. Sisi chama kibaki kinafanya kazi yake na serikali itafanya kazi yake, na mimi mkuu wako wa wilaya sitashiriki kwenye uchafu wowote, kwenye mkakati wowote wa kuvuruga Chama cha Mapinduzi. Nitasimama kwenye haki, katiba inataka nini, kanuni zinataka nini, tusonge mbele na chama chetu. Tuna miradi ya maji kwa sababu kuna changamoto kubwa ya maji katika wilaya yetu. Lakini serikali imeleta fedha, imetengeneza tanki la lita milioni 9 ambalo lipo, ingawaje bado mahitaji ni makubwa. Lakini tuna miradi ya barabara mbalimbali ambayo tumeitaja kwenye ripoti yetu, ambayo serikali inaendelea kutekeleza kwa sababu hiyo ni changamoto kubwa. Lakini pia vile vile tuna miradi kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya, vituo vya afya, vyote serikali imepeleka fedha hizo. Kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Mwenyekiti, utaniruhusu nikukabidhi ripoti ya utekelezaji wa ilani ya 2020-2025 na chama chenyewe kitakuwa na nafasi ya kupitia miradi yote kwa namna ambavyo tumewasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kusema kwamba
chama kimetuelekeza kuhakikisha kwamba tunaondoa kero za wananchi. Bado tuna kazi kubwa kufanya kwenye sekta ya maji, tuna kazi kubwa kufanya kwenye sekta ya barabara. Lakini kwa hii serikali ya awamu ya sita itafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha maeneo kule kwenye kata ambao bado barabara ni changamoto kubwa tunayafikia na kurekebisha. Tunajua muda unaweza usitoshe kwa sasa kumaliza maeneo yote, lakini tunahakikishia Chama cha Mapinduzi kote tutafika kuhakikisha kwamba barabara ambayo ni changamoto kubwa tunaitatua. Yapo maeneo mwenyekiti katika wilaya yetu hayana vivuko. Nimeshaanza kuzungumza na baadhi ya wadau. Tunaweza kwa kushirikiana na TARURA, wao wakaleta utaalamu, tukashirikiana na wadau mbalimbali, tukatoa kero za vivuko katika maeneo hayo. Sio kila mahali lazima tusubiri serikali ije ifanye. Kuna sehemu unakuta kuna mataruma ya reli yamekaa kule TRC yanaoza yanaota kutu. Kuna manguzo ya TANESCO yamekaa tu yanaoza, watu wanasubiri kuyauza kwa mnada, au mafundi wanazunguka huko mtaani wanayakusanya wanaenda kuuza wanachukua fedha. Vifaa hivyo vyote tukivitumia tunaweza kuondoa tatizo la vivuko katika wilaya ya Ubungo na wananchi wakapata huduma wakati serikali inajipanga kuleta miradi mikubwa katika maeneo hayo. Kwa ndugu zangu watumishi ambao leo ndio tumekutana kwa mara ya kwanza, tutakutana tena vizuri kupeana maelekezo, lakini mmekiona chama kiko hapa. Nyinyi ndio chanzo cha kugombanisha chama na wananchi. Mtu anaposema CCM hawajafanya, ina maana wewe mkuu wa idara ndio hujafanya. Unajificha kwenye mgongo wa Chama cha Mapinduzi. Hamna Chama cha Mapinduzi kinachoingia darasani kufundisha mwenyekiti. Haujawahi kuona mwalimu amevaa uniform ya Chama cha Mapinduzi. Hujawahi kumuona daktari akiwa amevaa uniform ya Chama cha Mapinduzi. Hujawahi kumuona engineer anayesimamia barabara amevaa Chama cha Mapinduzi. Hujawahi kumuona mtu mwingine yoyote anayetoa huduma amevaa uniform ya Chama cha Mapinduzi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunaotakiwa kubeba dhamana ni sisi. Tunaotakiwa kulaumiwa ni sisi tuliopewa dhamana ya kutekeleza. Kama ni mwalimu, kama ni nesi, kama ni daktari. Wewe ukifanya, chama kinakuwa kimefanya, hakitatukana. Usipofanya wewe, ukafanya kazi kwa mazoea, lazima chama kilaumiwe. Na wilaya ya Ubungo hatufanyi kazi kwa mazoea, mwenyekiti. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.